Bwana asifiwe. Nimeokoka na nimetunzwa na Yesu. Na nashukuru Bwana kwa neema hiyo. Fungua kwenye kitabu cha 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Kuanzia verse 1 inasema, lakini fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yametajwa, ambayo yatatokea, yangestahili kutokea nyakati za mwisho, na unapoangalia sasa unayaona mambo hayo. Ina maana kwamba nyakati za zamani zilizopita haikuwa hivyo, lakini sasa hivi iko hivyo, kwa sababu ni nyakati zenyewe. Kuna mshangao mwingi katika kila hali, kila wakati ukiangalia, na unafikiri jambo limetendeka leo, kesho halitakuwa, lakini inaendelea kuwa hivyo kwa sababu ndio siku zenyewe jinsi zilivyo. Sasa maandiko yanakuambia ufahamu neno hili, lakini fahamu neno hili. Anayezungumziwa ni mwokovu, ni mtu aliyeokolewa. Anapewa taarifa hii ya kwamba mwokovu unapoishi, wewe ambaye umeamua safari ya kumwishia Kristo, elewa katika nyakati za mwisho kuna maswala fulani yatakuwa yanajidhihirisha. Kuna mambo fulani utakuwa unayaona, na kuna mengine utakuwa unatamani yaache kuwepo, lakini hayataacha. Unaweza kuyaombea yakome, lakini hayakomi kwa sababu yanapaswa kutokea wakati huo. Kwa hiyo mtoto wa Mungu unatahadharishwa, dunia wakati huo haina usalama tena, si mahali pa kukimbilia tena. Ni dunia ambayo haikaliki, haisamehe mtu. Ni dunia iliyotawaliwa na Ibilisi, isiyo na huruma na mtu. Na kwa hivyo Mungu anaendelea kujidhihirisha kwako ya kwamba zidi kujificha kwa Kristo Yesu kwa ajili ya usalama wako, because the world can never be friendly again, kwa sababu haimpendezi Mungu. Imeshatawaliwa na yule aliyeitwa Mungu wa dunia, na kuwa rafiki wa dunia, kama vile maandiko yanasema, ni kuwa adui wa Mungu. Kwa hiyo hakuna wakati dunia itakaa ikubaliane na vile Mungu anataka, kwa sababu the more worldly you are, the more you go far from God. Kwa sababu tulifundishwa the other time na mwalimu wa Bible study ya kwamba wako maadui watatu walio kinyume na imani yako. Wa kwanza akiwa ni mwili wako, wa pili shetani, na watatu dunia yenyewe. Kwa hiyo tunavyoendelea kukaribia mwisho, dunia haiwezi kukusukuma kwenda kwa Mungu, badala yake inazidi kukuvuta uzidi kuwa mbali na Mungu. Na ndio sababu unaelezwa na kuambiwa ya kwamba kwa maana bado, ili mradi bado uko duniani, maswala haya hasa tunapokaribia kuja kwa Yesu Kristo, haya ndio maswala utakuwa yanaona yanatokea. Na ikishasemekana vile, basi ni wewe kuweza kuelewa saa mahali imefika na ni jinsi gani utakavyoweza kujiweka salama. Kwa hivyo unaambiwa Mkristo usikae bila ufahamu. Mimi nisikae bila ufahamu. Unapoona matukio yakiendelea, uache kushangaa kama wale wengine wanavyoshangaa. Uelewe ya kwamba taimu hizi ilipaswa kuwa hivyo. Kwa hiyo asubuhi na jinsi kunavyokuwa saa 4, saa 5, saa 6, saa 7 pale mchana, jua kali,
lakini inapoelekea saa 12 giza linaanza kutokea, na haikupasi kushangaa mbona kunageuka kuwa giza. Unapaswa kuelewa tu ya kwamba ifikapo saa 12 giza ni sharti lianze kuingia, kwa sababu ni masaa ya giza, ni time zinaongea namna hiyo. Na ndivyo inavyoeleza hata katika kuishi kwenye dunia hii. Kwa wakati ambao tumepewa kuwepo duniani, Mungu ana saa yake. Anasema time hizi jua litakuwa kali sana, time hizi kutakuwa kumeanza kuwa na ukungu, time hizi kutakuwa na ABCD. Kwa hiyo tunaangalia saa imefika wapi, tangu ilipoanza asubuhi, tangu ilipoanza mwanzo wa siku na mwisho wake, saa inafika wapi? Unaambiwa kwamba lakini fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho, the 11th hour, dakika za mwisho ndio Yesu aje. Tunapoambiwa nyakati za mwisho, ni mwisho ili nini ifike. Kwa hiyo tunaelewa ya kwamba kuna mwisho, kutakuwepo na mwisho. Alafu naambiwa as you draw near the end, this and this is what will be happening. Kutakuwa na nyakati za hatari, nyakati sumbufu, nyakati zisizoeleweka, kilio kwa nchi hii na ile nyingine. Kila mmoja anashangazwa na taarifa zilizopo. Hakuna mtu anajali tena, hakuna mtu ana huruma tena. Unamshangaa huyu mtu kwa kitendo hiki anachokitenda, hana dhamiri ndani yake. Ukiona matukio ya watu wanaonyanyasana kinyama kabisa, unapata kuelewa kweli nyakati hizi tulizonazo ni za hatari. Ukiona watoto wanatekwa nyara, wanaenda wanatolewa viungo ili vitumike katika ushirikina pasipo kumhurumia mtoto mdogo, unaona hapo kweli nyakati za hatari. Maana watoto wanapotea sasa hivi, na wanapotea wakienda wapi? Hawapotei, hawachukuliwi na watu wasio na watoto ili waende wamiliki watoto. Wanapotea kwa sababu wanaoabudu shetani, wanaofanya matambiko yale, wanatumia watoto kwa sababu ndio wachanga, ndio destiny zao zinaanza, na wana maana yake kutumia viungo vya mtoto mchanga. Na imekuwa ni biashara kwa wengine, wala hawana shida. Anatumwa mtu, anaambiwa kanibie mtoto niletee, nitakulipa hii na hii. Na yeye ananyemelea mtoto, na mtoto analia na hamhurumii kabisa. Hana ile kumhurumia, kuona jamani mtoto maskini huyu. Hawazi mzazi wake vile atakavyomwacha, hawazi mtoto huyu vile anavyoogopa, hawazi. Atampeleka kwa sababu ameona nini? Ameahidiwa hela. Ni nyakati hizo. Unamshangaa huyu mtu jamani, si apate roho ya huruma tu arudishe mtoto. Wanaoibiwa mtoto wanalalamika, jamani mrudisheni mtoto wetu, naomba tafadhali, kama umemwona mahali. Si mambo ya kumwona mahali, ameingia katika mikono ya watu waovu. Maandiko yanazungumza nyakati hizo ni za hatari. Verse 2, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Hajali tena mtu, nataka nipate hela, sipendi mtu. Sijali analia anti yangu kwamba nimechukua mtoto wake, sijali jirani analiaje, mimi najipenda, ninataka nifaidi ile hela niliyoahidiwa. Watu wanyama. Mwanamke ambaye atafanya mipango mume wake auawe ili abaki na hela, hana huruma, hawazi. Tumeanza na huyu bwana wangu, muda huu wote tumekaa tumezaa watoto, hajali tena. Ameingiwa na nyakati za mwisho, roho ile itawalayo imemwingia. Hajali tena watoto kusema dadia anafariki, hajali, wala hana shida mama kusimama pale na kuona mzee akiteremshwa kwa kaburini hivi, akijua ni mimi nimemaliza hii shughuli, na yuko hapo. Watoto wanalia, hawana habari aliyehusika ni nani. Mama amekita hapo, unashangaa mama huyu dhamira amepeleka wapi? Ni nyakati zenyewe. Ukatili unakuwepo. Maandiko yanasema maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Wanapenda fedha zaidi ya ubinadamu, wanapenda fedha zaidi ya utu, wanapenda fedha. Hawataki kujua itapatikana namna gani, itagharimu nini, watu wangapi watakufa ili aipate. Ni nyakati zenyewe. Ukatili umekuwepo, wenye kujipenda wenyewe, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao. Unashangaa watoto wamekuwa na hali isiyoeleweka. Tulikuwa tunamshangaa mtoto mmoja anayetukana na baba yake mzazi pasipo full stop, yaani pasipo kurudi nyuma tena na kuona ninasema nini. Ni nyakati zenyewe.
Wazazi, watu wanabaki wakisema zamani mtoto hangejibu mzazi hivyo, licha wacha kumtukana, hata kumrudishia tu. Zamani mtoto akiitwa anakuja akikimbia. Zamani zetu. Lakini sasa tunakaribia mwisho. Wamekuwa na watoto wa aina hiyo, anatusi mzazi kabisa. Nani alikwambia unizae? Yaani hana shukurani kuletwa duniani. Akikumbuka kama angefahamu mateso yale mzazi aliyopitia ili kumlea na kumfikisha mahali alipo, asingelitukana. Lakini kwa sababu ni nyakati zenyewe na zimetawaliwa na mfalme huyu wa duniani, mkuu wa anga huyo ambaye ameitawala nyakati hizo, amewaingia watu na anataka kuweza kujikusanyia watu iwezekanavyo. Ndio sababu anaingia kila mahali kuhakikisha kwamba ajenda yangu ya uharibifu inatendeka ipasavyo. Kuiba, kuua na kuharibu. Amekazana. Revelation 12:12 inasema ya kwamba Ibilisi ametupa huku duniani akijua wakati wake, akiwa na hasira, akijua wakati wake uliobakia ni mchache. Kwa hiyo anapoona wakati uliobakia ni mchache, anakazana zaidi. Wakati mmekimbia mbio ndefu, mkazunguka, inapopigwa filimbi ya kumalizia lapu ya mwisho, watu wote huwa na hasira ya kumalizia. Unatoa zote kwa sababu ni wakati wa mwisho. Pale nyuma ulikuwa unasema nafanya timing, lakini ikifika ni ya mwisho, hasa kila mmoja anatoa yote. Manake hapa anajua nikicheza utepe sitafika. Na the last lap ndio hii. Ibilisi naye amekazana na hasira, hana mchezo na mtu. Matokeo yake ameteka mpaka watu akili. Mbinu zake zinadhihirika kila mahali. Wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, verse 3, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu. Kosa limetendeka, mtu hataki suluhisho. Hataki kuletwa karibu tuzungumze. Doesn't care. Unaona marais ambao hawataki kujua. Unaona president ambaye hataki demokrasia, hataki uhuru, hataki watu waketi wapatane, hataki kuweka mkataba wa amani. Ni yeye. Hata kama mtakufa wangapi, mimi nataka niendelee. Na wale ambao wanataka kufanya ushindani, wanateswa, wanafungiwa, wanauawa wengine. Hii kwamba anajipenda mimi, maandiko yanasema watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wananchi mnabaki jamani, uchaguzi nini? Unastahili kuwa huru. Watu wanastahili kila mtu agombee kwa uhuru, watu waamue wenyewe. Hakuna cha kuamua wenyewe. Watu wanajipenda wenyewe. Rais anakatalia pale. Wananchi wanapenda wasipende, anakatalia pale. Wa upinzani wale wanaogombea kwa upande wa upinzani wanakamatwa, wanateswa, wasije wakatokea. Wanajua tukiacha uhuru ufanyike nitatolewa. Kwa hiyo kilichoko ni kuwadhibiti wote walio upinzani. Mimi lazima nisonge kwa vyovyote vile, na kwa vyovyote vile itakuwa. Unasikia kiongozi akisema kwa vyovyote vile nitakaa kwenye kiti hicho. Ukisikia rais anazungumza hivyo, hiyo ni hatari, kwa sababu sio kwa vyovyote vile. Hakuwezi kuwa kuna kuja election na mtu useme kwa vyovyote vile lazima nikae kwa kiti. Sio kwa vyovyote vile. Kuna namna ya kipekee ambayo ni kura. Lakini mtu akizungumza na kusema kwa vyovyote vile, ina maana kwamba hata kura ikifeli kuna njia lazima nijilazimishe pale. Kwa tunaiona hiyo. Mnasinywa na kiongozi miaka sijui 30, 20 na ngapi, 40 na ngapi, yuko pale. Kwa sababu ndani ya moyo wake ana hali ya kujipenda mwenyewe, ana hali ya kutojali hata watu wanapofanywa nini. He or she doesn't care. Ni nyakati zenyewe hizo. Kwa hiyo yuko hapo, hapendi suluhu. Jamani, suluhisho. Jamani, maandiko yanasema wasiopenda suluhu. Suluhu nini? Kusuluhisha, kukaa chini na kusema jamani, kunavyoendelea hivi tuweke amani, wananchi wache kufanyika ABCD. Hapana, mtu ameshakita pale, ni yeye tu. Awe tajiri, awe na pesa, awe na nini, unamshangaa. Kwani hiki kita kikiketea hivyo kwa lazima? Hata hizo hela atazifanyaje? Ni nyakati zenyewe hizo. Wanajipenda wenyewe. Nasema
wasiopenda suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wakali. Hapendi kuambia lolote, hapendi kuambia kwamba tukae chini tuzungumze. Yeye ni mkali tu, kwa sababu yuko kwenye mamlaka, ni mkali tu. Atatumia mamlaka yake yote aliyo kulazimisha, pigeni hao, fanyeni hivi. Hakuna cha kuzungumza. Jamani, katiba inasema hivi, no one cares. Ni yeye na ni yeye. Anatumia nguvu alizonazo to have his or her way. Anasema wenye wasingiziaji, wakali, wasiopenda mema. Wewe ndio hapo jamani. Nchi yetu tunastahili kuwa na no one cares about mema. No one cares about mema. Wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Hiyo iko kila mahali, iko tu sana. Alafu hiyo mstari unaofuata unasema wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Turudie tena mstari huo wa 4 sehemu ya mwisho. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Anawaambia hivi ni Timotheo. Timotheo anakuwakilisha wewe mwokovu. Paul anazungumza na mshirika wake. Mchungaji anazungumza na mshirika wake. Yesu anazungumza na mwanafunzi wake, akimwambia kwamba mambo haya ujiepushe nayo. Unapoendelea katika safari, kuna watu utaona wenye tabia hizi, jiepushe nao. Katika safari yako kuna watu utawaona wanaojifananisha na wewe kabisa, wanakaa kama wewe, jiepushe nao. Timothy, mimi na Timothy na wewe tunaambiwa nyakati hizi watu wa sampuli hiyo watakuwepo. Wana mfano wa utauwa. Kuna utauwa na mfano wa utauwa. Sasa asubuhi tulikuwa na hali hizo, watu ambao wanaiga utauwa vile unakaa kabisa, lakini wana namna yao ya kuuendesha. Hawajali Mungu anaagiza nini. Hizi ni nyakati ambazo watu hawaangalii anachokisema Mungu, anachokitaka Mungu, lakini wanafuata kile wanataka kusikia. Mtu anaenda kanisani ili kwamba apate kusikia yale yanayompendeza. Kanisa likae kama anavyotaka yeye. Ikiwa lile kanisa nitalikaa, labda likae hivi na hivi, tutakubaliana. Kwa hiyo mtu anakaa hapo akitafuta mapenzi yake, ana search, anatafuta ni kanisa lipi halitanisumbua, ni kanisa lipi halitanigeuza, ni kanisa lipi nikiingia vile nimekaa litaniheshimu na litanikubali. Sio kama maji. Unajua maji ni mazuri, maji hayana ubishani. Maji ukiweka kwenye chombo cha mduara yanakubali. Maji ukiweka kwenye chombo cha mstatili au cha chepembe nne yanakubali kuwekwa vile anavyotaka. Yanaenda kulingana na shape ya chombo na muundo wa chombo, yanakubali, hayana shida maji. Lakini kuna vitu ambavyo havikubali. Kama ni cha mviringo, hakikubali kuingia kwa pembe nne, labda kiwe kipana sana cha kuweka tu ndani hivyo. Lakini sasa kuna washirika watu ambao ameamua kujitengenezea utauwa wake, ya kwamba hivi ndivyo ninapenda mimi. Ukitaka tuelewane, ukitaka niwe mshirika kwako, mimi muniweke hivi na hivi na hivi. Na nimetafuta sana, nikaenda nikapata kanisa lingine mahali, hilo ndio ninataka. Halisumbui mtu. Pastor hashughuliki hata ukifanya nini, hashughuliki, haulizi mtu. Hata usipokuja miezi mitatu, nusu mwaka, hakuulizi kitu, wala hakuwekee masharti yote. Ukifika tu bora umefika, uko smart, madhabahuni moja kwa moja. Napenda hiyo, sio kuulizwa. Ni mtu mwenye utauwa, amejiwekea sheria yake, amejiwekea utauwa wake. Ukimuuliza naye anakupa maoni yake. Unamuuliza ni vipi wewe uendi kanisani, unakaaga nyumbani? Hata kuambia nasikitika ninakosea, atakupa na maandiko. Atakwambia kwamba Mungu anaangalia moyo. Na tumeambia kwamba je, hamjui ya kwamba huu mwili wenu ni hekalu la Mungu?
Kwa hiyo kanisa hilo sio jengo, kanisa ni hili. Umepata? Na ukiwa mpumbavu mwenzio pia na utakubali. Kweli, kumbe hata kwa nyumbani tu ni sawa. Amejihami. Ni mtu aliyechagua njia yake. Sio yule imeambiwa mifano. Kuna mifano ya utaua. Na kuna mifano ya makanisa. Na kuna mifano ya imani. Ipo. Na wanaoongoza wanaitwa wachungaji. Na wana sarakasi zao. Imechanganya watu sana sasa hivi. Ana kanisa, ana vituko na sarakasi anaendesha, imeacha maswali kwa akili. Na ni pasta yule. Na hizi ndio taarifa zake, na hizi ndio hali za maisha yake. Na huyu ni pasta. Tena ana kanisa kubwa na anapendwa, amejaza watu. Na ni pasta. Unafuatilia aina za ibada yake, zinaacha maswali. Unafuatilia matukio yake na matatizo yake mbalimbali, inaacha maswali. Lakini ni pasta na anapendwa. Kwanza vijana wamejazana hivi, wanapenda. Ni mfano wa kanisa, mfano wa utaua. Haujakatazwa na mtu, unatimiza maandiko. Tumeshaambiwa kutakuwepo na mifano ya utaua. Ni kanisa kama kanisa vile vile. Na wakifika hapo wanaomba kwa jina la Yesu. Na atakuombea watu na kila kitu. Zilikuwepo hizo, isikushangaze. Lakini maandiko yamesema ujiepushe na hao. Lakini utajiepushaje na wao kama we mwenyewe kweli huijui? Wakati utakapojua kweli, na kweli ikakuweka huru, na ukajitolea kwa Kristo akuongoze, ndipo utakapoelewa maandiko haya na kuelewa matukio haya sio ya Bwana wangu, matukio haya sio ya ule utaua halisi, matukio haya yanatokana na utaua gushi. Siku hizi kuna counterfeit ya vitu karibu vyote. Hata ukienda kununua unaambiwa hii original yake ni 10,000, lakini kuna ile fake yake ni 200, ambayo itakusaidia hata hivyo. Na inafanya original yake 5,000, lakini kuna hii namba 2 yake ni 1,500 na inafanya fake yake. Yani ni fake yake, lakini akihurumia sana anaita namba 2. Namba 1 watakaipi. Hata ukienda kununua vipuri vya magari, spare parts, unaambiwa kabisa kuna hii ndio original kutoka Japan, na kuna hii ya China, kuna hii ya Taiwan, chagua. Lakini zote zinafanya. Hii ya Japan ni ngapi? 7,500. Unamaka. Unaambiwa na hii ya Taiwan 1,200. Na inafanya. Si uniwekee hiyo basi 1,200. Na unaekewa. Lakini matokeo yake atakwambia. Maana kunayo halisi na gushi ipo. Sasa hii gushi ina mteremko, ina raha, ina furaha, kwa sababu it is so friendly. Unarudi na pesa. Wewe umetoka tu hiki tunaweza kwa gali ukajihami kabisa na 10,000 mfukoni. Na ukifika hapo naambiwa kunayo 7,000 na 1,200. Niwekee hiyo. Unarudi na change 8,000 zote ziko mfukoni. Sema kumbe life ni raha hivi. Kumbe kuwa na gari rahisi tu namna hii. Yaani rahisi tu, kumbe kitu nilikuwa na basi nilikuwa na wasiwasi kweli. Kumbe ni wasiwasi kweli ulipaswa kuwa nao. Baada ya muda ukiendelea, unashindwa mbona vipi? Ndio uliambiwa kunayo halisi na bandia ya kuiga. Mwigo iko, kuna utaua na mfano wa utaua. Utaua una gharama zake, utaua halisi una gharama zake, lakini utaua bandia uko friendly, njoo tu, haina neno. Asubuhi tumefundishwa hapa na tukawa tunaulizwa maswali hapa, tukaulizwa uokovu wa mtu ambaye akiokoka dhambi anaacha na anakuwa mteule wa kuendelea mbele, na kuna mwokovu huyo ambaye anaokoka lakini anaendelea kunywa akiacha polepole, kuvuta akiacha polepole, kufanya matendo kama na wanawake 10 akiwapunguza polepole tu, punguza polepole. Nashukuru nimeokoka sasa, ninaendelea kupunguza. Siku hizi labda unipate na 2 watatu, sifikishi 15. Kama ni embassy siku hizi nilikuwa navuta pakti 2, lakini nimepunguza mpaka sasa hivi navuta sigara 5, naelekea. Yesu ameendelea kunitenda mema. Nitaelekea kuvuta 1 mpaka niache kabisa. Sasa huyu Yesu akija wakati ndio umefika nusu packet, atakubeba hivyo hivyo.
maana ulikuwa unavuta paketi nzima, lakini ukakutana na mtu wa utaua bandia akakufundisha wokovu ni polepole. Utaacha tu, sema tu Bwana Ukaso, utaacha tu. Sema sasa utakuwa unapunguza. Kama una wokovu ni polepole, kama unavuta paketi nzima utaanza kupunguza. Sijui zinakuwa 20 ndani. Kwa hiyo unavuta 15, unavuta 10 sasa. Halafu najifariji tu kwamba ukija hapa tena ushuhuda uko mzuri kabisa, umejitahidi, umetoka kupiga vipisi vyako 2 3 pale, ukakuja na pike zile za blue, katafuna vizuri na perfume kajiweka, tunaridhika na wewe. Unajikaramua, uko hapo unajikaza tu, tumaliza saa ngapi? Nafikia kiu, ile kipisi niliacha. Maana hujaokoka, lakini ulifundishwa kwamba tunaokoka polepole. Sasa ndugu ametoka kushuhudia, lakini ukiketi naye ili harufu anatoa. Mbona akipumua ndugu inakuwa hivi? Hii harufu ni ipi? Ulikuwa na ndugu mmoja mahali alikuwa na halio, sijui nani alimpotosha. Alikuwa anafanya kazi mahali. Sio kimtembelea kazini tu tukanaambiwa kwamba huyu ndugu ameokoka, anavutia sigara chooni. Na ni ndugu kanisani kweli. Sasa siku moja kweli nikaenda kazini kweli, unakutana naye na nilikuwa nimeenda kumuona, na sasa ndio ametoka chooni, sasa bado hajajifanyia chochote. Unajua sasa ametoka kuvuta, ndio sasa ajifanyie chochote, ajitoe harufu ndio awe kawaida. Bahati mbaya kwake, sijui bahati mbaya au namna gani, ndio mimi huyu. Sasa ndio ametoka kumaliza, mwisho wa mwisho ndio aende ajishughulikie na mimi, tunakutana. Kunena hivi inatoka kabisa. Sema yani sasa hii vipi? Sasa mtu kama huyu wewe ukiulizwa utamshauri vipi? Utamwambia ndugu umeokoka utaacha tu? Hautamwambia kwamba ndugu kwa staili hii unaenda jehanamu. Epuka hii dhambi. Ondokea dhambi uende mbinguni. Hauna kumwambia utaacha tu. Ndugu sasa ulikuwa unavuta pakiti ngapi? Mimi nilikuwa chain smoker. Nilikuwa navuta pakiti 2 mchana, pakiti 2 mchana. Pakiti 2 mchana, pakiti 2 usiku. Na sasa hii at least naweza vuta moja peke yake. Bwana asifiwe sana. Tunazidi kumtukuza Yesu, anazidi kukutendea. Kama kutoka pakiti 4 kwa siku ni moja, Jesus is working. Hallelujah. Mtu huyo utamuoaje kwa hali hiyo? Atashuhudia na ujasiri wote, kwa sababu amefundishwa mfano wa utaua. Wakati Yesu mwenyewe anasema ya kwamba mtu akishaokolewa amekuwa kiumbe kipya, ya kale yapite yawe mapya. Yeye unafundisha kwamba vurutana na mengine ya zamani ukiachilia polepole. Sasa inakaa so friendly hali hiyo, inakaa nzuri, inakaa so rafiki mzuri. Mtu mwenye dhambi akikutana na mchungaji wa aina hiyo atajaa marafiki tele. Asiyekemea mtu. Ametenda mtu dhambi, anakuambia ndugu, shida ni nini? Ndugu mchungaji, mimi nimeokoka, lakini kila wakati najipata niko kwa hii, ni saa yote niko Usijali, Yesu anakupenda. Itaondoka tu, njoo kanisani. Nilikuwa nafikiri utanikemea, lakini nasikia nimefarijika. Wewe ndio mchungaji. Nimesikia nimefarijika kabisa. Hivi nilikuwa najisikia hukumu kabisa. Hiyo hukumu unayosikia ndio hali halisi. Roho Mtakatifu anakuambia, anakuhakishia taa nyekundu. Anakuambia hiyo njia umeshika unaenda kupotea. Ndio maana una uzito, lakini kwako ukakutana na mtu asiyefaa akakwambia ignore the red lights. Ignore, si hatari hivyo. Hilo shimo unaambiwa haliko karibu hivyo. Pole pole tu. Twende katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro chapter 4, 1 Peter chapter 4 verse 1. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Tuko katika 1 Peter chapter 4. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile. Yani hapa kuna mambo ya kufanya. Kwa kuwa umeamua njia ya Kristo, kuna maagizo unapewa pale. Jivikeni nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Tena sasa msiendelee, sikia verse 2.
Tena sasa msiendelee, msifanye nini? Kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana muda tulio nao duniani ni wa kupimwa, tunapimiwa. Duniani hatuishi milele, muda wetu una expiry date. Hufika mahali ukaambiwa usitumie baada ya hapa, atakuwa marehemu. Best before or sell by or use by this time. Sasa hapa inakwambia kwamba hakikisha tumia nafasi hiyo before the deadline yako kuishi, maadamu bado unaendelea kuwepo duniani. Inasema na umeamua njia ya Kristo, kuna hali ya kujishughulikia na kujitengeneza maadamu bado unapumua. Tunasema tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa ya wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Msiendelee. Sasa ile anayekufundisha kwamba ndugu, endelea tu utageuka, endelea tu utageuka. Ni ndugu katika Yesu, lakini endelea tu atageuka. Haupaki watu, haupaki wokovu mtu, badala yake Yesu anaingia na anakutendea. Anaposema njooni kwangu niwapumzishe, hasemi ya kwamba njooni kwangu alafu mizigo nitaendelea kanao, mkiendelea kuibeba tu mtakuwa mkidondosha mmoja mmoja. Hapana, mnapumzishwa. Alafu mkipumzishwa tunapewa maisha mapya, tunaanza kusikiza master mwingine, tunaanza kushika mwelekeo wa Bwana mpya. Zamani tulikuwa tunaongozwa na dunia, ndio inatuzungumzia na shetani wake ndani yake na tamaa za mwili na kila kitu. Yote hayo yaliyo kinyume na Mungu ndio yalikuwa master wako, uliyatii hayo, ukaenenda kwa kuyafuata hayo. Sikiza vile inavyosema, inasema ya kwamba bali msikize mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobakia hapa. Maana verse 3, maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi gani? Ya mataifa. Turudie tena mstari wa 3 pamoja. Kwa maana wakati wa maisha yetu uliofanya nini? Kwa sauti, uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya nyinyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Angalia vile imeelezewa ya kwamba wakati wetu kabla hatujamjua Kristo tulienda katika mambo hayo, kwa sababu hatukuwa chini ya mtawala Yesu, tulikuwa chini ya mtawala mwingine, na yule mtawala anatupa kazi zake kuzifanya. Kwa hiyo tunaambiwa sasa, the moment umempokea Kristo Yesu, unaambiwa sasa umeshabadilisha serikali, umebadilisha utawala. Kama serikali iliyotangulia ilikuwa inavaa hudhurungi, sasa umeshika serikali nyingine inavaa nyeupe. Ni hivyo, unaanza kuzungumza lugha ya serikali mpya uliyoikubali na sera zake na katiba yake na kila kitu. Kwa hiyo unaambiwa hapana, badilika. Hauwezi wala haustahili ubebane na mambo ya zamani uje nayo. Kuna watu ambao walitatiza sana wana wa Israeli kwa sababu walibebana na miungu isiyostahili pale, na taifa la Israeli likaanza kupitia mapigo mabaya sana, kwa sababu kuna bwana mmoja pale alientertain vitu vilivyostahili kuachwa. Na zogo ilipotokea, Israeli wakapata shida na ikaanza kusachiwa, ni nani tatizo hapa? Ni nani? Tulikuwa tunavuta fresh air vizuri tu vizuri. Ni nani mchafuko na tumbo huyu aliyeachilia harufu za ajabu ajabu, tunashindwa kupumua? Kwa hiyo sasa ikaanza kusachiwa, nyumba baada ya nyumba. Ukoo ilianza, ukoo ikashuka kwa nyumba, ikashuka mtu kwa mtu, ikapatikana ni wewe ambaye umeentertain vitu vilivyostahili kukataliwa. Na pale huyu bwana akapigwa yeye pamoja na nyumba yake mpaka mawe yakamrundikia juu yake. Anaitwa Akani huyu bwana, kwa sababu alichukulia masuala ya ufalme wa Mungu ni business as usual.
ya kwamba nitakuwa chini ya utawala ule wa bwana yule mwingine, na bado nikiingia kwenye utawala wake, tuendelee tena tukijiidentify na Kristo, huku tena tunabebana na yetu. Kwa hiyo tufundishike vizuri. Wafariji wako kila mahali, wafariji wako kila mahali. Vijana wangu, mtakutana na wafariji. Kina mama, mtakutana na wafariji. Wazee, mtakutana na wafariji ambao wanataka kukufariji safari yako imani iwe rahisi tu. Akwambia hii hata si lazima, Mungu ni wa upendo. Hii hata si lazima, isikusumbue hiyo. Hii wangapi wako na hii hali? Hii wangapi wako na hii hali? Wengi, watu wengi wako na hii hali na wako makanisani. Watu wengi, waimbaji wote tunaoona wengi wale na wanaendelea tu kumtukuza Bwana. Wewe kwa waganga. Wahubiri wengi ile power nao tumea wanaenda kwa waganga. Mara ngapi tunakutana nao huko? Unaogopa nini wewe? Unataka kutrend, unataka kufollow katika uimbaji. Nakwambia nikupeleke mahali, wewe unataka tu hapana, nitafunga na kuomba ili nyimbo zangu zipate anointing. Inachelewa hii. Wale mnawaita hapa kuja kuimba uwanjani, wale kina nani wale na kina nani wale. Wanaenda huko sasa, wewe ndio unaanza juzi album hii hapa moja. Watu wameimba maalbum mengi na sasa wametrend. Unafikiri nini? Wafariji hao kuambia kwamba kuna vile unaweza kutoboa ukidumia njia hii. Bwana mimi nimeokoka. Kwani fulani hajaokoka? Bwana mimi nimeokoka. Kwani fulani hajaokoka yule? Chanemba nyimbo za injili. Sasa ameitwa juzi kwa crusade na alikuwa anaimba, hajaokoka yule. Yaani wewe ndio umeokoka sana, uweze kwenda kule ninakwambia. Basi hapo umenichanganya. Umeanza kukubali hivyo tayari. Kwa sababu umenichanganya, mchanganyikiwa nini? Basi hapa hivi vitu vinachanganya. Hivi hakuna vitu vinachanganya hapo. Ndio umechanganyikiwa. Kwa sababu unasikiza kila mtu. Hutaki kusikiza sauti inayotokana na utauwa halisi. Wewe unasikiza sauti yoyote. Unataka kuweka spare yoyote mbora itaingiana. Hata ukiambiwa hii haitadumu lakini itakubali. Unakubali tu. Ndio mfano wa utauwa, imefananishwa mpaka inafanana. Na sasa hivi wako tele wa aina hiyo. Wamejazana, wako vizuri, wanaona tunaenda mbinguni, wote ni Bwana asifiwe, wanaendelea vizuri, kanisa imejaa, salamu ni Bwana asifiwe. Mchungaji akiomba anaomba kwa jina la Yesu, si tatizo. Yesu alisema atakuja kwa jina langu. Hana shida watu wakitumia jina lake. Hana shida. Usifikiri nabii wa uongo akisema kwa jina la Yesu atadondoka pale. Yesu hana shida, alisema watakuja kwa jina langu na wataendelea kuoperate bila shida. Lakini itamgharimu mtoto wa Mungu kujua huyu ni wa kuepukana naye. Paul anaonywa, Timothy anaonywa na Paul, anaambiwa watakuwa watu wa sampuli hii na hii na hii na hii, wenye mfano wa utauwa, watakaa kama watauwa kabisa. Maneno yao wanayoongea ni ya kitauwa kabisa. Lakini Timothy anaambia hao nao jiepushe nao. Nijiepushe na huyu mtumishi wa Mungu. Na vile anaomba jamani, na vile anafunga, na anakaa anaomba sana, anazungumza with authority. Tena anafundisha vizuri. Niachane na huyu mtu. Ameniombea shida ikaondoka. Aliyekuambia kila shida nayo inayoondoka inaondolewa na Mungu nani? Yesu alifundisha katika Mathayo 24, ukisoma yote itakwambia ya kwamba watakuwa nao wanatenda ishara na miujiza, ama ishara na maajabu, yamkini hata kuwapotosha hata waaminio. Unaelewa hiyo? Kwa hiyo kwamba kukwekelea mkono na kukutoka katika ile shida haimaanishi moja kwa moja ni Kristo amehusika. Yesu alishazungumza akasema watatenda hata miujiza. Unakuja na maupelepele yako, unakuja unaombewa na mguu unakuwa laini, unasema ni wa Mungu yule. Ilitangazwa. Anaweza kuwa mfano wa utauwa, lakini nguvu inayohusika wanaikana, wanatumia nguvu nyingine. Huku waikikana nguvu ya utauwa wanaoprofesi, ya utauwa wanaoukiri kinywani. Kwa sababu nguvu ya utauwa halisi inakuwa ina gharama sana. Mtu anataka kwenda kwa mteremko. Kwamba kukaa na kanisa hili la watu wachache kwa muda mrefu inaniaibisha, na kufunga na kuomba nikimgoja Bwana kwa wakati wake anavyosema inachelewa, basi namsikiza mtu mwingine naye mwenye tai na suti kama mimi,
ambaye amejaza watu kanisani, na si eti anataabika hivyo. Ukimcheki amekaa, hakuna kufunga na kuomba na kufanya nini mambo, lakini kuna vile alivyoenenda. Nasema kumbe ni rahisi tu kujaza kanisa. Lijaze kweli, lakini wakienda wapi? Ujiulize, wako katika utauwa ule wa Kristo ama ni mfano wa utauwa? Tuko nyakati gani za hatari tumeambiwa, ambapo watu wanakuja na miujiza imewateka wengi. Lakini kwa mtu ambaye anajua neno la Mungu na vile linavyozungumza na vile linavyoagiza, uzuri wa Mungu, neno likiandikika pale halina nguvu siku lilipoandikwa tu, linaendelea kuwa na nguvu hata leo. Ukizungumza, ukilisoma linakuzungumzia na linaendelea kumaanisha hivyo. Lilivyomaanisha miaka 100 iliyopita linamaanisha hivyo leo na miaka ijayo, liko fresh every time. It is not a book that will be revised. There is no time the Bible you get a revised edition. There is no revised edition. Vitabu tulivyosoma sisi zimekuwa tolewa revised edition. Sisi kitabu cha English tulichokisoma textbook tukisoma primary sio kile wanachotumia sasa hivi, hata kama kina jitu, kama vile chetu kilikuwa na jitu. Lakini inapoendelea inatolewa nyingine. Sasa kile Favor nasoma sio kile nilisoma mimi. Leo ni vitabu vya duniani inakuwa revised. Lakini Biblia ulisikia ikitolewa revised edition, ya kwamba sasa ni toleo jipya la Biblia ya ulimwengu wa sasa, ambayo inaenenda na sasa. Hakuna neno la Mungu halina jana ama kesho wala kesho kutwa, liko la milele na milele, likiongea vile. Hakuna kitabu kama hiki, ya kwamba likiongea vile lilisound kwa Timotheo wakati huo, ndivyo linavyo, ni nguvu ile ile linaniangukia mimi. Liko na nguvu vile vile, si kama mti ambao kadri unavyoendelea matunda yake yanazidi kuwa madogo. Hapana, ni mti wa zamani, lakini bado unazaa matunda makubwa kama ndio unaanza. Tuna mipapai hapa, ukiangalia vile ambavyo ulikuwa unazaa wakati uko mdogo mdogo, makubwa makubwa, unapoendelea kupanda juu yanazidi kuwa madogo zaidi. Sasa sio neno la Mungu. Neno la Mungu liko na nguvu siku zote, na likishaongea ni vyema lifuatwe jinsi lilivyo. Limebeba uhai. Mungu anasema nisikizeni mle kilicho chema ili mpate kuishi. Kwa hiyo tunapoishi katika enzi hizi, be careful ni nani unasikiza. Kuna marafiki walio makanisani, na makanisani mwao wanafundishwa elimu tofauti. Wakija kwako wakijifananisha na wewe, watakuambukiza ile roho isiyostahili. Kwa hiyo unakuta mtu ambaye yeye katika uokovu wake ni mtu wa kizazi cha kuanguka na haina shida, huku hajai kemewa, hajai kuambiwa ni makosa, hajai ambiwa kuwa ni hatari, and he brings that same doctrine to you. Atakwambia kwamba sasa wewe unaogopa nini? Sisi tulifanya haya na sisi ndio tunaimbisha kanisani kwetu na tunaimba na watu wanabarikiwa. Unaogopa nini? Tunatunza, unajitunza nini? Unajitunza nini? Hii mambo ya kawaida. Sisi tuko pale kwanza kanisani kwetu, wengi wamefanya hiyo mambo na tuko tu, na sisi ndio tukishika mic watoto wanalia machozi. Wanalia machozi kwa kuguswa na Mungu, au wanalia kwa kuwasikitikia. Hujui maana sababu za machozi ni nyingi. Sio wanalizwa na matatizo yao, mwingine anawashwa na macho ndio analia, uko hapo unajifariji, nimemgusa moyo. Umemgusa moyo nini? Anawashwa na macho na amekosa tiba. Amekuja hapo na analia tu. Wewe nafikiri Mungu anamhudumia, kumbe analia tu. Anawashwa na mambo yake yanamsumbua. Sasa ni mifano ya utao, mnakuwa makini. Watu wanakimbia hapa na pale, wanakimbia na pale, anashika ile anaachilia, anashika ile anaachilia. Hivyo. Kwa sababu yamejaa tele. Tuniambia hizi nyakati za hatari. Wafariji nimekuambia wako tele. You can go to a place and you feel comfortable pamoja na hali yako. Hakuna mtu anayekuuliza una nini, watoka wapi, una shida gani, no one cares. Ukishasema tu nimeokoka na mimi ni mwimbaji. Ni mwimbaji, unatokea wapi? Natokea si wapi. Okay, come, njoo mwimbie Bwana. Njoo mwimbie Bwana, shika mic. Wewe mtu ana maroho gani uelewi? Sasa hivyo waimbaji wamejaa tele ambao wamechoka, hawataki Mungu tena. Wengine walianza vizuri.
Wakaendelea, lakini waona kudumisha huu uimbaji uzidi kufaulu na Yesu tu peke yake inachukua muda. Maana hata wenyewe wokovu wanaimba hata kama itachukua muda. Sasa wengine hawataki huo muda. Hata kama itachukua muda, najua Bwana haweza. Sasa nikisikiza amani kuchukua muda tena, mimi nina time hiyo. Alafu anakumbuka na kuna rafiki naye ni mwimbaji vile vile. Anambia kuna mahali tukienda si mambo ya kuchukua muda. Bora ubebe hii na hii na hii, alafu tii masharti wenyewe, ukirudi basi. Unaona mtu akiimba kuna sehemu fulani aondoe mkono, unajua aliagizwa. Hakikisha ukiimba mkono uwe hapo. Ndio anatimiza. Ukiondoa tu mkono tayari mambo yanaharibika. Sasa unamshangaa na wewe unaiga tu. Ukija na wewe pia vijana wetu nao wanaiga tu, wanaanza design washangaa wewe unajua hii maana kushika hapo nini? Unafikiri tu ni Yesu, ni mtindo eti. Mtu yuko hapo tu. Huelewi. Maana masharti ya kule ni ajabu ajabu. Unataka kufaulu ndio. Unataka kabisa kuwa na pesa ndio. Unataka uwe na kibali ukiimba ndio, pesa ziingie ndio. Uko tayari kwa lolote nitakalo kuambia? Yes, I'm ready. Really? I'm ready. Okay. Alafu unapewa maagizo. Unafikiria mara mbili. Unafikiria, alafu baadaye unakubali. Anyway, hata hawatajua. Nitashika tu kimpango. Uko hapo tu. Ndio dunia tulio nayo sasa hivi. Alafu ukiwa hapo mtu umeokoka, umefundishwa njia za Mungu. Rose, umefundishwa njia za Mungu, umejitunza Rose, umeendelea vizuri. Tayari umeanza kuona yule binti ambaye mmesoma pamoja. Sasa hivi kile kipira anaendesha. Anakuambia bado Rose uko hapa tu. Nimeokoka. Kwani sisi tujaokoka? Tunashiriki ile kanisa unasikia kubwa linaitwa hivi na hivi. Yale makanisa ambao hata washirika wao hawezi kukram majina. Inabidi aseme kanisa la fulani, maana jina ni refu. Restoration, revival, nini, yani mambo mengi, international, vitu jina ndefu hapo, liko hapo tu linasomwa na wasomi. Washirika wapi? Wengine kwa tunamuuliza kanisa lako unashiriki wapi? Kwa kanisa la mchungaji fulani linaitwaje? Sijui linaitwa nini vile. Na yeye anashiriki hapo. Yani the name is just too difficult. Ndio hivyo. Jina gumu. Limewekwa mambo yote hapo, Holy Spirit, Holy Ghost, restoration, last days, nini, yani vimewekwa hapo ili kuonyesha kwamba sio mchezo ile kanisa. Lina revival hapo ndani, lina deliverance, lina international, na pia lina Holy Spirit na Jesus ndani, zote ziko humo. Ni jina hilo. Yani ujue kwamba si kanisa kama vile unavyofikiria, ni kanisa la aina yake. Sawa, tuwe na majina, lakini tuhakikishe ni utaua alioagiza Yesu. Amen. Uwe ni utaua alioagiza Yesu. Then ni rahisi kufahamu ukiamua kutembea na neno mwenyewe. Hapo zamani kulikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Si ndio jamani? Inasemaje? Hapo zamani kulikuwepo nini? Twende taratibu. Kulikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Kwa hivyo hii tunayosoma ni Mungu mwenyewe. Je, unamsikiza? Ama unasikiza wasomi wenye elimu? Mchungaji mmoja alinifurahisha sana. Akasema ya kwamba kuna tofauti ya kumjua Mungu na kuwa na elimu kuhusu Mungu. Ukimuuliza kila mtu unamjua Yesu? Najua Yesu alikufa msalabani akafufuka. Ana elimu ya Mungu, lakini hana Yesu mwenyewe ndani. Unamwamini Yesu? Yes, namwamini. Najua ni mwana wa Mungu. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Najua. Namwamini. Nimwamini vipi? Namwamini. Ninajua ni mwana wa Mungu na najua ni Mwokozi. Kwani mimi kwa hai si ni yeye. Singeamka hata hivi, yeye amenisaidia. Ninajua, elimu unayo. Lakini kwa na Mungu ndani ipo. Hasa kwa na Mungu ndio tofauti na kuwepo. Hapo unapokuwa na Mungu ndani ndio anakufundisha yeye mwenyewe. Neno la Kristo na likae ndani yenu kwa wingi. Na kama neno la Kristo linakuwa ndani yenu kwa wingi, na maana ni Yesu mwenyewe uko ndani kwa wingi. Na anapokuwa ndani kwa wingi, anakusaidia kuweza kuelewa. Hata wakati unataka kulisha vitu ambavyo ni vya kigeni, vinaanza kukatana na system yako. Maana Yesu anasema kwamba aniaminie mimi hata chemichemi za uzima zinatoka ndani yake. So that means we become like Christ. Tunapomwamini
tuna ndani ya damu zetu kunazunguka damu ya Yesu. Ndani ya system yangu anakuwa Yesu. Paulo akasema si mimi tena niishie, bali nani? Ni Kristo aishie. So you become Christ-like, una Kristoishwa. So damu ya Yesu inapozunguka kwenye veins zako, katika system zako, ni chembe chembe za Yesu zinatembea. Definitely kukianza kuja stuff ya kigeni zinakataana, kunakuwa na repulsion, haikubali, kwa sababu tayari that system haiwezi kuabsorb hiyo mambo ya kigeni. Kwa hiyo unaishi tu ukijikinga, lakini tatizo linakuwa kama ndani yako hauna DNA ya Yesu, hauna damu, hauna msimbojeni, ukipimwa Yesu hapatikani, basi ndio pale unakubaliana na kile tunachokisoma pale. Tunaambiwa kwamba tangu sasa msienende katika tamaa za wanadamu, zipo, bali katika mapenzi ya Mungu, ambao wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Na inaelezwa vile mlikuwepo hapo zamani. Watu wanaoenenda vile wanavyojisikia. Ukisoma hiyo mistari inakwambia kuna vile wanavyoenenda. Na kuna watu, ukiangalia hapa mstari wa 3 unavyosema, kwa maana wakati wa maisha yetu ulipita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa. Mataifa waliendaje? Kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo. Wewe leo ujesikia mtu ambaye anang'ana kutetea kileo kabisa, na inasemekana ni mchungaji, anatetea kileo mpaka katika social media, anasema mimi hunywa, na yuko sawa. Anajisahau ya kwamba hivi amejisajili, bado anaenenda katika hizi zilizotajwa, kuenenda katika hizi. Hii ni mataifa, mambo ya mataifa haya. Kuna maswala ambayo hupatikana kwa mataifa ambayo tunakanywa kutokana nayo, wanaoenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo. Hiyo yote ni ulevi, na mtu anakunywa anasema tumeokoka pia. Unakutana na mchungaji anasema kuoa wake wengi hakuna shida, na anasema ni mchungaji na ana kanisa. Hata Solomoni alikuwa na wake wengi, hata Daudi, hata nani. Haangalii Kristo alizungumza nini, yeye yuko zake na ameamua, na ni mchungaji, kuwa wake wengi hawana shida. Amejisajili kuenenda kwa njia za mataifa, na yuko na kanisa lake na anaridhika, anaendelea vizuri tu. Dunia inavyoagiza, yeye anaenda kwa hiyo. Na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada za sanamu isiyo halali, mambo ambayo verse 4, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu, ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule usio na kiasi, wakiwatukana. Wakati unaposema mimi nimeokoka, mambo haya mimi sitaki, anakushangaa. Anasema wewe uko dunia gani wewe? Uko dunia gani wewe? Anakushangaa mpaka anakutukana. Toka wewe, hata una akili, unatutatizia mambo hapa. Umeajiriwa pamoja na watu ambao wanataka kuendesha ufisadi, unataka kudumisha haki. Mnasema tufanyeje? Hii mzigo ukija tufanye ABCD, alafu hii ingine itakuwa yako, ingine itakuwa yako. Hii si ni makosa. Sasa kwani mnataka tuibe? Unsikiza huyu mjinga naye huyu. Sikiza huyu naye ni wa wapi? Mnasemaje mzigo si ni wa wenyewe? Na boss, mzigo ni wa kampuni. Mnasemaje tupeleke? Anakuambia kwani wewe umetoka dunia gani? Kwao ni kawaida. Kwako unaposhangaa, unapoyakataa ile mambo, wanakushangaa. Sijui kama umeona mstari unavyoeleza kinagaubaga pale. Unasema wanakushangaa verse 4, ambayo mambo hayo wao huona kuwa ni ajabu, ninyi kutokwenda mbio pamoja na wao. Wanaona ni ajabu. Ati wewe hivi vitu ufanyi. Ati wewe umejitunza mpaka sasa hivi. Yaani wewe uko safi hivi. Wewe ni mtu wa aina gani? Binti unaambia ati wewe nini? Wewe uko dunia gani wewe? Ati vipi? Wewe uko dunia gani? Anakushangaa. Toka hapa mtu unajifanya mlokole wewe. Tunataka kwenda mbele na maisha. Ndio Biblia inazungumza hivi. Sasa mlokole anaambiwa acha kusikiza watu wa sampuli hiyo. Jiepushe nao, tokeni katikati yao. Wasikupumbaze wakuambia ndio kawaida ya maisha. The devil has lied to us, akituambia kwamba ni kawaida ya maisha, ili uingiane nayo maisha hayo, uendelee nayo, ukaangamie pamoja naye. He makes everything seem normal kabisa, na tena anakuonyesha inafanywa na wengi ambao ni prominent. Haina neno. Everyone is doing this na wako sawa.
lakini it's a strange voice speaking to you. But what does God himself say concerning such a particular habit? Sasa mambo hayo ukiacha wewe wanashangaa wao, hata utatukanwa kabisa. Wangapi wametukanwa kazini? Mtu ameenda, binti umeenda kutafuta kazi, bosi anakuambia kama unataka kazi hapa nitakueleza. Unaona hao wasichana ambao wanafanya hapa na wana vyoo vizuri, kuna namna walivyoingia. Unataka kazi hapa hata wewe? Nataka. Basi mpaka ufanye ABCD. Mimi siwezi hata kama kazi nikae. Angalia mjinga wewe. Yaani kwani ni kitu cha ajabu? Nakutana na marafiki pale ndani. Mbona unaondoka? Bosi ameniambia sijui vipi. Sasa kwani kuna cha ajabu hicho? Si unataka kazi? Alafu anakusha. Kwa hivyo sasa unashangaa nini? Wote hapa tulio kazini. Usipofanya hivyo utaishi vipi? Lazima ufanye hivyo vile bosi anakuambia. Ni kitu rahisi tu, kwani kuna shida gani? Ili upate kazi utakufa maskini. Wanakushangaa eti wewe unajitunza. Mpaka nakutukana, nenda huko kafe na umaskini, utakufa maskini wewe. Eti unajitunza, utaki kusikia bosi anakuambia ni. Sisi tulisikiza na sisi tuko sawa. Kwani tumekatwa wapi? Tuliyefanya hayo na bosi tumekata wapi? Si tupo. Na nikutane na wewe hapo ukiniomba PK. Kauka na mate yako hivyo hivyo. Nasikia mate machungu. Nasapata PK. Kauka na mate. Yeri ni kauke na mate yangu machungu nikifunga na kuomba kuliko kula PK za Misri. Wenzako wanatafuna PK za Misri unawaadmire tu, sema ni siku hizi. Yaani kazi ni kuuza chai tu. Anachonesha nguo safi. Na zile nguo anavaa ni nguo za hali ya juu na ni cleaner. Ni cleaner, lakini zile nguo anavaa sio cleaner tu. Kuna vitu amekubali. Amekubali kusujudu. Sasa lakini kuna hasara yake. Sasa inamalizia na kusema watu wa aina hiyo, verse 5. Nao watatoa hesabu. Tuko pamoja pale? Ambao wale hawasinzii. Tuangalie verse 5. Wanaosinzia wacha wapumzike, maana wameamua nyumba ya Bwana haitakuwa nyumba ya sala bali itakuwa nyumba ya usingizi. Nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari. Verse 5 tunarudia tena, watu wa aina hiyo. Nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kwa hukumu. Kumbe kuna yule aliye tayari kwa hukumu, walio hai na waliokufa. Maana kwa ajili ya hiyo hata hao waliokufa walihubiriwa Injili, ili kwamba wahukumiwe katika mwili kama wahukumiwavyo wanadamu, bali wawe hai katika roho kama Mungu alivyo hai. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili. Basi mwisho, tukisoma Timothy ile tulisoma 2 Timothy chapter 3, tuliongea habari za mwisho. Sasa hivi tunasoma lakini mwisho wa mambo yote umefanya nini? Umekaribia. Jamani, vipi tena? Hamusomi vizuri hapo? Miwani ni macho yameisha nguvu ama ni miwani? Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na nini? Na akili. Sasa wewe nikikwambia kwamba uwe na akili, unachomoka moja kwa moja. Hiyo kanisa siendi. Pastor, mimi ni na akili. Kwani mimi sina akili? Sasa hapo unaambiwaje? Inabidi tuikubali hivyo, maana Mungu mwenyewe anatuambia hapa, iweni na akili, mkeshe katika sala. Zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano usitiri wingi wa dhambi. Tufike hapo. Mungu amenena nasi kila mmoja wetu. Tahadhari. Tuhubiriane habari ya kutahadharishana na kuandaana kwa ajili ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Haitakusaidia mimi ikiwa nitakufanyia mazingaombo hapo wewe unatoka na hela ukaenda nazo nyumbani, wakati ambapo kwa Mungu huna kitu. Itakuwa hasara. Niwe na mipango yangu ninafanya, tuwe na ofisi pale, niweke Isaya pale, usajiliwe, halafu ile na mpango na nikuambie sasa tikiseni simu hela iingie, na kumbe Isaya yuko ofisini ndio anatuma hela kwa niaba kwa namba moja wapo ya simu. Na ukisikia tikisa simu hela iingie, halafu uangalie M-Pesa. Na iliyotumwa pale na Isaya tayari unaangalia zimeingia 20,000. Bwana asifiwe. Wapendwa, huyu mtumishi ni wa kweli, nimepokea. Na mnaendelea vizuri. Kesho wale wengine watakuja. Juzi ilikuwa ni mama Kenani. Wende ikawa na mimi pia nikitikisa, this time ni round yangu. Watajazana tele. Jamani, twendeni tubahatishe, inakuwa ni betting. Mnakusanyana, twendeni.
Kila Jumapili huwa kuna mtu anaondoka na ushindi. Mnaenda kwa Yesu au mnaenda kupokea ushindi? Kila mmoja mnauza raffle za aina yake. Tusimame wote kwa jina la Yesu, tuongee na Mungu. Tuongee na Mungu atusaidie, atuwezeshe katika safari hii, kwa sababu ni nyakati hizi ni za hatari, na kila wakati kitu kitapokuwa hatari unastahili kujihadhari. Kwa hiyo hatari inapoendelea, wewe usipatikane na hatari yenyewe. Misri, wakati kulikuwa na hatari ya firstborns wao kuuawa, wana wa Israeli waliambiwa, ili msipatikane na janga hili, pakeni damu ya mwana kondoo kwenye mimo ya milango yenu, na hiyo hatari haitawapata. Kilichoko, tukubali kujificha ndani ya damu ya mwana kondoo, na tutakuwa salama siku zote za maisha yetu. Tudumu pale ndani tu, nje si kuzuri. Tudumu. Yule hajaingia vizuri aingie kabisa, yule hajaingia kabisa aingie sasa, ili tuwe salama. Amen. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa pekee. Ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, ni wewe mwenye uzima. Wewe unastahili, wewe Yesu, stahili kuabudiwa. Twanyenyekea kwako kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, ili kuabudiwa. Daima wewe ni Mungu. Tawala maisha yetu, kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, ili kuabudiwa. Ni wewe usalama, kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, ili kuabudiwa. Tunakuinua wewe, ili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa kutuchagua na kutufanya wanao. Bwana, umenena nasi mchana wa leo ya kwamba wewe uliteswa kwa ajili yetu, na haitupasi sisi tena kuendelea na matendo ya mataifa. Baba, endelea kutushughulikia, ukitusaidia Bwana kwa ajili ya ujio wako, kwa jina la Yesu. Na kushukuru Bwana asubuhi ya leo, unatupenda Mungu, umezungumza nasi Bwana, unatujali mfalme wa falme. Hakuna kama wewe. Kuna mambo mengi yanayoendelea katika dunia hii, na wengi walio na mifano ya utaua ndio wengi, walio na sauti kubwa ya walio na mambo mengi yavutiayo, walio na ushawishi mwingi. Lakini Baba, tusaidie, tunajitosha ndani ya damu ya Yesu.